Karibuni kufuata habari zenu katika lugha sanifu la Kiswahili likiwajia kutoka RTNC hapa mashariki mwa DRC. Na kwanza tuanze na habari yake rais wa zamani wa DRC. Rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, aliwapokea wanamemba wa baraza la wazee wa jimbo la Kivu Kaskazini hii siku ya pili tarehe 3 Juni 2025. Ngolombe katikati anatuletea ripoti hiyo. Wanamemba wa baraza jimboni Kivu Kaskazini walikuwa na mazungumzo hii siku ya pili tarehe 3 Juni, naye rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange, ikiwa katika mazungumzo yao yalihusu namna ya kutafutisha amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwekea kipaumbele maridhiano pia na mazungumzo kwa kutafuta suluhu ya kudumu. Alihakikisha hivyo Kitsa Olivier, presidenti wa muungano huo jimboni Kivu Kaskazini. Tulikuja kukutana na rais mustaafu kwa kujibu kwa aliko lake. Ndiye alitualika, akajua kama Barza intercommunautaire na kuwa ni hiyo ambayo ilituleta, na ndani ya mazungumzo pamoja naye tumezungumza kwa ajili ya amani, naye pia ametuhakikishia kwamba hiyo ambayo tumemueleza ataifuatilia ili tuone namna gani tutafika kwa amani. Pendekezo ambayo tumesema ni kusema tubaki ndani ya maprocesses ambazo zote ziko amorce ili tupate amani ndani ya nchi yetu. Utafahamu ya kwamba ujumbe 30 ikiwa kutoka katika kabila mbalimbali zikiwemo 9 za jimbo Kivu Kaskazini na moja ikiwakilisha zingine majimbo za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari nyingine, utumizi mbaya wa pombe kali pamoja na bangi ya kuwa chanjo cha kesi nyingi ya maradhi kwa vijana wa jiji la Goma. Chantal Sibazuri ametuletea mengi. Utumiaji wa zaidi ya pombe kali na bangi inakuwa chanjo ya kesi nyingi ya magonjwa ya kichwa kwa vijana hapa mjini Goma. Alihakikisha hivyo Muguzi Kahindo Kanzira Abigail wakati ya kuanzisha kwa kampeni ya kutunza kwa bure magonjwa ya kichwa kunako kituo Tumaini. Magonjwa mbalimbali yanapimwa kwa wagonjwa kama vile anasema hapa. Niko makostate hapo kwangu ni makaza ya epilepsi, wengine ni makaza maumivu ya kichwa, ndio kama sefale, yenye ziko après vita yenye tumepata. Wengine ni makaza mainerezi kwa watoto kwa mitanda, na wengine ni watoto wenye biko na akili ya kidogo sana. Ndio makazi tuko naona sana. Epi na bajene ba mingi matrouble hapo iko dina kunywa pombe sana na kuvuta bangi. Bangi na pombe iko mmoja wa mafakteri inatuma trouble zikweza mingi mkele ya Goma, et surtout kwa jeunesse. Watu wameonekana kuwa wengi. Demas Muzaliwa anayekuwa psikologi alisema kwamba wagonjwa walioandikwa watapokea matunzo kwa bure. Tuko hapa kupokea watu ambao wana vidonda vya ndani, yani vidonda ambao vinakuwa kwenye nafsi na roho, pia vidonda vya wengine wanakuwa na vidonda pia vya mwili, sababu tunapokea pia watu ambao wana epilepsi. Epilepsi ile inagusa deja mwili, alafu tunaalika hawa watu ambao wako na traumatisme ama kama wako na epilepsi, yani kifafa, waje kuprofite kwa hii wakati neema kubwa ambayo imepatikana hapa ku Centre Tumaini, ambayo tutawapokea kwa bure, tuwatunza consultation psychologique ya bure, pia matunzo matibabu ya bure, wa profite sababu tulilase mwezi moja. Senta Tumaini inapokea wagonjwa muda wa mwezi moja, mwezi wote huu wa Juni. Asante Chantal Sibazuri na ripoti hiyo. Tukiendelea na habari zetu, vijana wengi zaidi ya 30 wa kata la Lac Vert walijiunga ndani ya
ya jeshi la ARC kwa hiari wao wenyewe ilikuwa hii siku ya pili tarehe 3 Juni 2025 pa Seselka. Mambo hayo yaliendeshwa mbele ya viongozi wa sekta ya uhimizaji na uorozeshaji wa chama cha AFC M23 ilikuwa huku maeneo ya Seselka. Na tukiendelea tuna habari zetu, wachuuzi wa soko bandia waendelea kuendesha kazi zao za uchuruzi barabarani maeneo ya Jolie Hotel mpaka njia panda Ruchuru Pabirere. Hao wanena ya kuwa waendesha kazi hiyo barabarani ili kutafuta maisha ya watoto wao. Vile vile kwa habari nyingine, mpango wa Salongo ndani ya kata Mabanga Sid yaendelea vizuri. Matamshi hiyo ni yake kiongozi wa kata hilo, ambayo Chantal Sibazuri anatuletea ripoti hiyo. Operation ya kuondoa uchafu ndani ya kata Mabanga Kusini inaendelea vizuri, ndivyo litambulika hii siku ya 3 tarehe 4 Juni. Raia wanaweka pamoja uchafu mahali mbalimbali, ila wanapendelea operation hiyo ikuwe inafanyika haraka iwezekanavyo, kama vile anashuhudia mkaaji wa Avni Ndalaga. Sele journée kila mtu yote anavitia pembeni, sasa wanapita wanavirekipere. Hapana kubakia hivi. Maana mkate wote wanatia barabara. Gari kipapita leo sasa ikamata. Mtu haiko duru kichawi tu hapa hivi na nani na wana conversation na gari. Leo envie yangu basi mata wafano hata 11h tunapita 11h par exemple. Maana asubuhi tu wanatia toki saa 11h wanapita wanarekipere vitu vyao vyote. Kwake kiongozi wa kata Mabanga Sud Jonathan Zadi, mpango huu ya kuondoa uchafu inaendelea vizuri, na amesema kwamba tayari kalenda imeshatoka ya kupanga namna ya kuondoa uchafu. Ni ya muhimu tu raia wakuwe wanahusiana vizuri na viongozi wa mahali ya ngazi ya chini. Ni kwamba raia iwe na uhusiano mzuri pamoja na wakadre de base. Pale naona wa chef de nyumba 10, wa chef d'avenue, wa chef de cellule, maana kukipatikana uchafu mahali fulani lazima watujulishe kwa muda, sababu tukiendelea kuweka uchafu nje ya lupango wala tunaenda tupa kwa jirani, ile uchafu inaweza kumletea magonjwa. Na kuepuka ile lazima tuheshimu tu siku ya 3 ambayo tumepewa, na njoo siku yenyewe tutakuwa naondoa ile uchafu. Hapa natoa tu mwito kwa raia yote ya quartier Mabanga Sud waheshimu hiyo siku ya 3. Maana tukiendelea kutupiana uchafu kubarabara, hata kama ni kubarabara, pale kubarabara kuko wakaaji ambao wanaishi pale, na tukiwaachia uchafu pale na haiko siku yetu ya kutoa uchafu, ni kusema tutakuwa tunawaletea pia magonjwa. Mtafahamu kwamba tayari raia imeshapokea operation hiyo ya kuondoa uchafu. Tujielekeze mtani Nyiragongo wa kutamatisha habari zetu. Wakaaji wa kijiji Kanzana ndani ya usultani mdogo wa Rusayo mtani Nyiragongo waomba kwa chama cha AFC M23 kuendesha msako pamoja na rondo nyingi kwenye eneo hili ili kurudisha amani maeneo umo. Na hiyo yote wakaaji waomba wakuu viongozi wakumbuke ili amani yarejee kwenye eneo hilo. Na ni kupitia habari hiyo ya Rusayo ndiyo tutamatisha habari zetu za siku ya leo. Mtazamaji mpenzi, wewe ambao ulikuwa tufuata, tunashukuru sababu ulikuwa pamoja nasi, pia kwa kundi lote nzima ambao lilituweka hewani. Tunashukuru kwa kazi wanayoifanya. Twasema Mungu muumba wa mbingu na nchi apate kutubariki sote. Na kwaheri ya kuona.